Waheshimiwa waumini, shukrani za dhati kabisa tumezipeleka kwa Mwenyezi Mungu. Rehma na amani tumezishusha kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wal bakhilu man la yusalla alayhi, sallu ala habibikum. Radhi za Mwenyezi Mungu tumeziomba ziende kwa masahaba. Mwenyezi Mungu aiokoe familia ya mtumi, na mimi na wewe na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu yenye madhambi. Tujiangalie namna gani tunamcha Mwenyezi Mungu. Waheshimiwa, ninayo heshima kubwa ya kuwa mbele yenu ndani ya siku hii kubwa nzito, ndani ya mwezi mkubwa, mwezi mzito, mwezi mtukufu wa Ramadhan. Waheshimiwa, leo ni Aljumaa ya 3 tangu tumekuwa na Ramadhan. Ilianza Aljumaa ya kwanza, ikawa ya pili, na hatimaye sasa ni Aljumaa ya 3. Na mukhtasaran, nihnu ya jamaa fi 10 al-awakhir min Ramadhan. Na maneno mafupi sana ni kwamba mpaka tunafika Ijumaa ya 3, maana yake, tafsiri yake nyepesi ni kwamba tumefika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Ma kunna adhim wama nahnu alayhi a'zam. Ndugu zangu, ma kunna alayhi min qabl adhim wama ba'da wama nahnu alayhi al'ana a'zam. Siku 20 zilizotangulia zilikuwa very fantastic, zilikuwa wonderful, zilikuwa a'jabul ujab wa atir. Zilikuwa ni siku nzuri, ni siku bora, zilikuwa ni siku zenye ladha na utamu, siku ambazo wallahi hani'an liman aasha fihi wa sama wa qama haqqa as-siyam wa haqqa al-qiyam. Naomba nitoe pongezi zangu kwa dhati kabisa kwa mtu ambaye amezitumia siku 20 effectively, yani haqiqat al-amal. Amefanya kadri alivyojitahidi kufanya katika yale yote aliyowezeshwa na Mwenyezi Mungu katika mambo ya khairat. Kongole, shangwe, vifijo na nderemo, hoi hoi zote tunampelekea ambaye amezitumia siku 20 mujarrab, kazitumia khassa, na mpaka mwenyewe anasema alhamdulillah. Wa musiba ya jamaa wa tamatul kubra wa ya hasarata. Khasara, musiba, wallahi huzuni kubwa. Na huyu mtu anasonona, ameanguka vibaya, ambaye maskini siku 20 zilizotangulia mapungufu yamekuwa ni mengi zaidi kuliko yale ambayo yalitakiwa yaishi. Wal kathir fi taqsir. Na nathubutu kusema bimil ifama, kwa kinywa kipana kabisa, kwamba wengi wetu ni wale ambao tuna mapungufu. Sasa basi, ma fatana adhim ya jamaa, wa hadha la shakka. Ni kweli siku 20 zimeondoka na zilikuwa ni siku nzuri na bora kabisa, lakini wama ba'da wama nahnu alayhi a'zam. Jambo la muhimu ndugu zangu, kilichobaki mbele yetu, kilichobaki mbele yetu a'zam. Kwenye lugha ya Kiarabu kuna tafdhil, na lugha zote nafikiri ziko hivyo. Yani ukisema mzuri
akhalafu kuna mzuri zaidi. Ukisema mrefu, huwa kuna mrefu zaidi, na hata mfupi kuna mfupi zaidi pia wapo. Mweupe kuna mweupe zaidi, mweusi kuna mweusi zaidi, mjinga kuna mjinga zaidi, na msomi kuna msomi zaidi. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Mungu anasema kila kwenye mwenye elimu kuna mwenye elimu zaidi. Sasa basi, tumepitwa na siku tukufu 20, lakini zilizobaki 10 ni tukufu zaidi. Narudia, ni kweli tumepitwa na siku au tumeishi ndani ya siku 20 zilizotangulia zikiwa ni siku nzuri sana, siku tukufu, siku bora, lakini zilizobaki ni bora zaidi, ni nzuri zaidi, ni muhimu zaidi. Kwa hiyo obshir, natoa taarifa kwa wale wote ambao hatukutumia vizuri siku 20, tuna nafasi ya kusahihisha misiba na huzuni na matatizo na hasara tuliyoipata katika masiku 20. Kuna mada niliwahi kutoa ya substitutions kwa watu wa michezo ambao ni wengi siku hizi katika nchi yetu, na wachambuzi wamepata umaarufu, na watu wa mipira haya wanazungumzwa sana, wanamaliza bando za watu, wana mambo yao wanaita sabu ama mabadiliko yanayoyafanya kocha kutokana na kuusoma mchezo ama kutokana na maendeleo ama na benchi lake lilivyo la ufundi ama kwenye benchi ya kuna wachezaji gani. Sasa ndugu zangu Waislamu, laqad ana awanul inqilab, muda wa mabadiliko, muda wa sabu umefika. Kila mtu tutamjua ni kocha mzuri anapofanya mabadiliko ya wachezaji wake. Na siku zote mabadiliko ya wachezaji mara nyingi huwa yanafanyika dakika za mwisho au kipindi cha pili, second half, nusu ya pili, ndiyo mabadiliko na ufundi wa kocha utaonekana. Hutokea mabadiliko yakafanyika hata kwenye first half, lakini ima kwa mtu kuumia ama kwa dharura ambayo kocha atakuwa ameiona mapema sana, hata wengine mwanzo walikuwa hamjaiona, au mchezaji mwenyewe kuomba. Lakini mara nyingi mabadiliko yanafanyika mwishoni, dakika ya 50, dakika ya 60, wasikia sana na kuendelea mpaka dakika 81 mpaka 89 huwa zinafanyika. Na hapo ndipo utaalamu wa kocha unaonekana. Nani atoke kwa sababu gani? Nani ahame nafasi aende nafasi gani? Nani aingie? Hapo ndio ufundi unaonekana. Sisi ya jamaa fi akhiri ar-ramadhaniya, tupo kwenye kipindi cha mwisho cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila mtu awe makini na sabu anayotaka kuifanya. Tuna sabu nyingi waheshimiwa. Kuna sehemu tumenepa sana, kuna sehemu watu tumeshindwa kushambulia vizuri, kuna sehemu tumeshindwa kuzuia vizuri, kuna sehemu tumeshindwa kupora mipira vizuri kwenye Ramadhani hii. Na mambo hayo unaweza ukaiweka kwenye timu ya futari, ukaiweka kwenye timu ya kusoma Qur'ani, ukaiweka kwenye mambo ya kutoa sadaka, ukaiweka kwenye mambo ya kusali swala 5 msikitini jamaa, ukaiweka kwenye kusali swala za sunna ikiwa tarawihi, ikaiweka kwenye mambo ya kula daku, ukaiweka kwenye mambo ya kualikana, kwenye kufuturishana, unaweza ukaiweka kwenye kuwatembelea wagonjwa, unaweza ukaangalia kwenye kuwajali mayatima, kwenye kuwajali wenye shida mbalimbali, wazee, wenye mafakiri, wajane, viongozi wa dini, watu wenye shida mtaani, majirani, marafiki, wazazi.
unaweza ukaweka sehemu yote. Wapi unabadilisha, wapi unatakiwa ufanye sabu. Imam Shafi rahmatullahi alayhi rahmatan wasa Shafi'i, Imam Shafi alikuwa anasoma Qur'ani mwezi wa Ramadhani, lakini alikuwa anasoma Qur'ani kwa siku moja anamaliza msahafu mzima. Anasoma Qur'ani msahafu mzima kwa siku moja, lakini ikifika kwenye 10 hili la mwisho anamaliza mara 2. Hiyo ni sabu maalim. Fahamtumuni ya jamaa? Dhaka huwa sabba. Hiyo ni sabu na yenyewe. Unaweza ukashangaa, hii Qur'ani tabu kubwa namna hii, kweli mtu asome siku moja? Ina maana haendi msalani, haendi sokoni kuhemea, hana biashara anazouza, haendi ofisini, haendi kuvuna, haendi kulima, hatembelee. Hizo ibada za kusema kutembelea majirani, wagonjwa, anazifanya saa ngapi? Mbona hili maana yake ukisoma na ukaa siku yote na kuisha hii Qur'ani kweli usome siku nzima uimalize? Mimi pia nilipata shida kama unavyoipata wewe. Kama hii kweli siku nzima unasoma, muda wa kufanya shughuli utakuwa wapi? Imam Shafi alikuwa vipi? Wallahi Imam Shafi alikuwa na familia, alikuwa na mke, ana watoto, ana ndugu, anatembelea watu, anatembelea majirani, anashiriki shughuli zake za kiuchumi na za kimaisha, na Qur'ani anasoma siku nzima, yani msahafu wote siku moja. Ndugu yangu, unaweza ukafanya sabu, unaweza kubadilisha maisha yako, unaweza kubadilisha ibada zako, unaweza kubadilisha staili ya maisha yako ya mwezi wa Ramadhani. Hii inawezekana, siku 10 bado unazo. Hii Qur'ani ukiisoma kwa usomaji wa kawaida tu, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghayb wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم. Ukisoma hivi ninavyosoma mpaka ukimaliza juzu ya kwanza kwa usomaji huu ambao sio kwa kasi kubwa wala sio ile mbamba wala ifula la dhali, sio hivyo. Usomaji uliosoma sio leo sio hivyo pia, sio ule wa na wala sio ule wa kula mchele. Sawa, usomaji huo niliosoma wa kawaida kabisa unatumia dakika 21 juzu nzima unakuwa umekamilisha juzu hii mpaka sayaqulu sufaha minan nas. Dakika 21 net utakuwa umefika kwa usomaji ule uliosoma mimi. Kurasa ziko 12 au 11, dakika 21 unakuwa umemaliza. Sasa tuseme unasoma msahafu mzima, dakika 21 mara 3 au mara 30, maana yake ni 63. Kwa hivyo ili mtu saa moja ni dakika 60. Kwa hiyo ili mtu asome Qur'ani yote kwa siku moja inamhitaji masaa 10 tu. Masaa 10 tu. Masaa 10 tu au masaa 6 na dakika 30. Yaani unakuwa umemaliza kusoma Qur'ani saa 6. Yaani hapo umekaa tu pahala. Kwa hivyo muda wa kwenda sokoni unapata, muda wa kwenda ofisini kwako utaupata, muda sio wa kwenda vijijini kuona wagonjwa utaupata, muda wa kwenda kusali jamaa unaupata, muda wa kwenda kuvuna unaupata, muda wa kukaa na familia na kupanga mipango na kuangalia futari kwa hiyo bado umo. Ni saa 6 tu shekhe wangu na dakika 30 unakuwa umesoma Qur'ani kabisa complete, umemaliza. Kwa hivyo ukiwa unasikia mambo kwa kusoma Qur'ani unaweza kuona jambo gumu zito refu sana, lakini ukilifuatilia kwa vitendo ni jambo la kawaida. Unaweza fanya mabadiliko. Ndugu yangu, tupo katika muda ambao mabadiliko ni muhimu, kwa sababu
Mtume sallallahu alayhi wasallam kana idha dakhala ashru al-akhir min Ramadan, Mtume alikuwa ikiingia 10 la mwisho la Ramadhan, aiqadha ahlahu wa ahya layla wa shadda mizara. Mtume alikuwa anafanya vitu vitatu, anaofanya sabu, anafanya mabadiliko aina tatu. Kwanza, shadda mizara. Shadda mizara maana ijtahada an man, kama qala an-Nawawi, Imamu Nawawi anatuambia shadda mizara maana yake anaongeza juhudi, anaongeza viwango vya mambo ya kheri. Tafsiri yake ni kwamba kama alikuwa, tulitaja wiki iliyotangulia kwamba alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkarimu, lakini anakuwa mkarimu zaidi ndani ya Ramadhani. Lakini inapofika 10 la pili la tatu, anakuwa mkarimu zaidi ya masiku yaliyotangulia 20 ya Ramadhani. Kama alikuwa anachinja mbuzi, anawagawia majirani na marafiki na watu na nini nje ya Ramadhani, ikifika Ramadhani Mtume anampa mtu mbuzi mmoja mmoja, anatoa magunia ya tende, anatoa fadhila kwa kiwango kikubwa. Ikifika 10 la mwisho, sio tena anampa mtu mbuzi, anabadilisha, anampa mtu ng'ombe au ngamia. Maana yake anaongeza jihadi, anaongeza juhudi kwenye kile alichokifanya kwenye masiku 20 yaliyotangulia. Waislamu, wallahi research na tafiti za karibu kabisa zinaonyesha kwamba Ramadhani imezubaa kabisa. Hii Ramadhani yani ni nyonge, Ramadhani ni ya huzuni, Ramadhani inajiendea tu ya mpatae. Ramadhani ya mpatae maraki, yani haipo kwenye viwango vya Ramadhani kwamba imeingia Ramadhani. Kwenye swala misikitini, shekhe za zamani miaka 5, 10, 20 iliyopita, angalau kwa kunaonyesha kwa kuna Ramadhani, watu wanaongezeka misikitini, watu wanafuturisha wenye shida. Sio ufuturishaji wa sasa hivi wa siasa. Huu ufuturishaji wa siasa, ule ufuturishaji kabisa wa watu waliofunga, watu wenye shida, watu wanawagawia watu chakula kabisa, wanawagawia watu tambi, wanawapelekea watu sukari, wanawapelekea watu njugu, wanawapelekea watu tende, wanawapelekea watu nini sijui unga, wanawapelekea sijui mchele, watu wanawapelekea watu kwa, sio unawaita wewe njoo unawapangisha watu foleni au unawasafisha mtu. Yani mtu anatumia gharama, unamfuturisha hivyo. Shaka wangu, futari za siku hizi za siasa, wewe unafuturishia mathalani, labda tufanye maeneo maukumbi au katikati ya mji, mtu unamwalika kutoka watu pale panaitwa labda huku Ng'ambu, huku panaitwa Uledi, au sijui Malabi, nani panaitwa kwingine Ikindwa, sijui panatoka wapi, jeshini wapi huko, unamfuturisha kwa kumwalika aje afuturu huku mjini. Sawa, anatumia pikipiki shilingi 3000 mpaka kufika na kurudi shilingi 3000, shilingi 6000, alafu unampa nusu ya kikombe cha uji na vitambi fulani, kamfuniko fulani ka kikombe nini mnaita vile vikamsi kamusi kuchocha. Maana umekaa pale, watu wenyewe wanafanya biashara, kwa hiyo anaangalia orodha iliyokaa mistari hivyo, kaji hapa nikitoa hivi hapa itakuwa noma, anashika pale hivi unapewa kasambusa fulani hivi afu unaambiwa kakae kule tunafuturu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kweli ndio futari. Mimi nimetoka huko shilingi 3000 pikipiki na kurudisha 6000. Hivi 6000 ningeamua mimi mwenyewe nifanye mambo yangu pale nyumbani, 6000 ningefanya jambo. Tambi lile na nini packet shilingi 2000 zinakuwa nyingi kabisa. Mchusi uji sio. Yaani shilingi 6000 nimetoa, alafu unakuja kunifuturisha. Kweli unanifuturisha, lakini hizi futari za siasa hapana. Ili kwamba na mimi nionekane nimefuturisha. Wafate watu, shekhe wangu. Wafate viongozi, maimamu, mashekhe. Bwana mimi nina shilingi 1,000,000. Nataka watu niwafuturishe. Nafanyaje shekhe wangu? Mimi shekhe nina mtoto ambaye namjua. Nilikuwa na interview. Nilikuwa mimi nimepewa vitu fulani na gawa. Sasa nikakutana na mtoto mmoja akaonekana amefunga. Nikamuuliza, "Bwana wewe umefunga nyumbani kwenu wapi?" Akanieleza, "Mimi nakaa na bibi." "Unakaa na bibi yako?" "Naam." Vipi pale bibi mnalishia sana? "Sisi mimi nimefunga, bibi amefunga." Nikasema, "Mnafuturu nini?" Akasema, yani hapa tuna siku ya 5." Mtoto wa darasa la 5. Anasema tuna siku ya 5. Tena ilikuwa Ramadhani kama 7 hivi, Ramadhani 9 hivi. Tuna siku ya 5 tunafuturu muhindi wa kuchoma.
Yani pale nyumbani masika hii tulilima mahindi. Sasa yale mahindi yameshaanza kukauka, maluketo yale yanaanza karibia kuwa magumu yale. Kutokana na hali zao mbaya, hawana namna ya kupata sukari, hawana namna ya kununua mihogo, hawana namna ya kupata unga hata wasembe wa kuoge uji, hawana namna hata kununua matembele mafungu mawili wapate hata ugali wa muhogo. Hawana, hali ni mbaya. Kwa bibi ni Muislamu na mtoto wake mjukuu wake wanaishi pale, anafuturu mahindi ya kuchoma. Wanachukua mahindi wanakwenda kuchoma saa 12:30 ile, saa 1 mwili wakabia kupoa ndio wanatafuna kwa jikuju kwa wanafuturu pale na maji wanakunywa. Alafu kuna mtu eti anafuturisha sijui watu mali kujiitia tu watu. Yaani hivi baba mvamiwa. Hii ni ibada jamani, kufuturisha ni ibada. Sio sehemu ya kusema kwa wewe unaonekana unafuturisha. Kama uwezi, acha watu wenye ibada. Sisi acha kutufanyia mchezo. Acha kufanya yani kutafuta umaarufu kwenye ibada za watu. Hapana kabisa hivi. Hata kama ni taasisi, sijui ni benki, sijui ni timu ya mpira, sijui ni mtaalamu gani, kiongozi si wa nini, sijui mwanamuziki gani, futurisha watu wenye kufuturisha. Unaweza kufuturisha watu shekhe 90% hujafunga. Yaani unafuturisha watu 90% katika unaowafuturisha wamesha kula asubuhi, wamesha kula mchana, yani hawana shida chochote pale, wanakuja kutafuta tu heshima na umaarufu na mambo ya kutafuta nini na kutangaza. Yani shekhe hivi kwa ndio umefikia Ramadhani 10-20 kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema shadda mi'zara wa ayqadha ahla wa ahya layla. Mtume alikuwa ni mfano kwenye masiku kama haya. Yeye mwenyewe anaongeza katika ibada, kama ni kufuturisha na kufuturisha zaidi, kama nini, alafu ahya layla. Mtume ana maana kwa hadithi hii na mambo mawili. Ahya layla maana yake kwamba siku 20 zilizopita Mtume kuna siku 2-3 alilala. Alikuwa analala siku 20 zilizopita hizi. Alikuwa analala labda 10 la kwanza kala siku moja, siku 2, siku ngapi, au la 10 la katikati kala. Lakini likifika 10 la mwisho ahya layla, Mtume hajawahi kuonekana amelala. Mchana unamkuta anafanya ibada, usiku amesimama siku 10 mfululizo 9 mfululizo. Na Mtume kafunga saumu 9. Wa ahya layla, na anakuwa somo binafsi. Wa ayqadha ahla, Mtume pia anawaamsha familia yake. Anakuwa mfano, anakuwa ni kigezo, anaona hii khairi sinipita, anakuwa sio binafsi. Anamwamsha mkewe, anawaamsha watoto, anaamsha wajukuu, anawaamsha wafanyakazi, anawaamsha wageni waliokuja, yani anaamsha watu. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaika ghiladun shidad. Mtume wa Mungu anatuambia, enyi waumini, mnapofanya mambo mazuri msifanye peke yenu. Waambieni na watu wenu wa karibu. Mwambie mkeo, mwambie mumeo, mwambie mtoto, mwambie jirani, mwambie rafiki yako, mwambie mzazi, mwambie jamaa yako, mwambie muumini mwenzio, bwana kuna khairi hii bwana fanya. Kuna sadaka hapa bwana tutoe. Bwana kuna sala ya usiku amka usali. Bwana kuna Qur'an soma. Bwana kuna hii. Yaani unamwambia mtu mambo ya khairi. Ukifanya hivyo unakuwa umemwepusha, umemlinda, umemhifadhi na moto wa jahannam. Moto ambao waqudhu an-nas wal hijara. Moto ulishawashwa, watu wamebakiwa kuchochewa tu na mawe ndio kuni na ghasia nyingine nyingi. Alaiha malaika, tena sio moto wa kijanja, moto ambao malaika ndio wanaochochea, ndio wanaoangalia, ndio wanalinda mtu asije akachomoka akadondokea sehemu ambayo hakuna moto mzuri. Maana alaiha ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahu yaf'aluna ma yu'marun. Sasa unamwepushaje mtu na moto wa sampuli hii? Sio moto ambao umelindwa sina mgambo gani, sio mgambo wa kampuni gani, hapana. Malaika ndio walinzi. Si unaona magereza tu pale watu wanalinda baskeli, magereza wanalinda pale. Kwa mtu anachomoka kila kisema rais pale. Ukienda lock up tu hapa askari wawili wamekaa kule na reception, wewe ukikaa huko hauna namna ya kutoka. Sijui hata yani ukishawekwa pahala hapa duniani kwa kawaida watu waliosomea ulinzi uchomoki. Labda itokee kuna hila imefanyika mle, rushwa ama mpango fulani, lakini kwa kawaida huwezi kutoka kirahisi. Sasa moto wa jahannam, malaika ndio walinzi, ndio wameshika funguo. Tena sio malaika Jibril, sijui Mikail,
sijui Ahatam Fashadha, sijui malaika gani, sijui Mika na la ghilazun shidad. Maalum hawa ni malaika ambao wamekunja X, wamekunja ndita, hawacheki na mtu. Yaani ukileta vurugu au unapigwa mitama ya nguvu kwanza, alafu ndio waendelea mambo mengine. Sasa waqulu an-nas wal hijara wa'iddat lilmuttaqin. Sasa mabwana, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa anawaamsha familia yake, wa ahya layla shadda mizara. Mabwana, wallahi uwezi amini, wewe kwenye uhai wako wa Ramadhani, wewe kwenye uhai wako wa Ramadhani uliobakia nao wenye angalau wenye kama dalili ni hizi siku 10 zilizobakia. Nani anaweza akasema kwamba Ramadhani ijayo atakuwepo? Nani anaweza akasema kwamba Ramadhani ijayo mimi hata kama nikipoteza hii unajua kwenye mipira unaweza kusema na kwenye mechi hii tumepoteza, lakini tukishinda ile, tukashinda na hii na huyu kwa kafungwa, alafu pale tukasare, tunapita tunaenda makundi. Sawa, sio tunapiga kama hesabu za calculation. Unaweza ukapiga hesabu lakini hapa imebakia, nani anaweza akasema Ramadhani ijayo mimi hii hata kama nimevuruga tatengeneza ijayo? Ramadhani ulionayo ni hii leo na siku 9-10 ulizonazo, zitumie vizuri. Huu ndio umri wako uliobakia, shekhi wangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hutuba ya pili, limadha kana yuhyi layla wa yuqidhu ahla wa yushadda mizara. يقول تبارك اسمه المجيد رب الأرض والسماء إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والأحاديث والذكر الحكيم. استغفروا ربكم وتوبوا إليه واعلم أن أتى من ذنبك من لا ذنب له توب إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والصلاة والسلام على من أرسل كمال المنة وعلى آله وصحبه الذين حبهم واتباعه لنا جنة من ثم أما بعد. وشمؤمني قنين متومي الذي لقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يجتهد يشد مئزرة يحيي ليلة أحيا ليلة وأيقظ أهله. Huyu mtume ambaye yuko busy namna hii, anajinyima raha, anaacha kulala na usingizi ulivyo mtamu. Usikie sana na mambo mengine. Kwa nini anafanya mambo haya maskini? Kuna mambo mengi, lakini tosheka na haya. Ya jamaa, innal umura bil khawatim. Innal umura ya jamaa rahimakumullah bil khawatim. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله قائلا اللهم إني أسألك خير عمري خواتمة وخير العمل أو خواتمة أيضا وخير أيام يوم ألقاك فيه. Mabwana, siku zote mambo yanachukuliwa ni jinsi unavyoyamaliza. Mambo yote huwa yanazingatiwa mwisho wake. Na mtu yoyote ambaye, kwa wanafunzi naona mko wengi hapa, wewe usoma form 1, form 2, form 3, kama usipofika form 4 shekha wangu, form 2 haitambuliki, form 1 haitambuliki, form 3 haitambuliki. Kitakachotambulika pale ni mpaka ukifika pale mwisho ndio panazingatiwa. Hii kusema bwana mimi unasema mpaka form 3 mtu anaondoka zake. Wala kuuliza ulipata nini? Anauliza nini sasa? Anaweza kuuliza mtu kusema nimesha form 3, akamwambia ulipataje? Hakuna ulichopata maana yake. Kwa hiyo kinachozingatiwa ni mwisho. Form 5, 6 ni mwisho. First year, second, sijui nini. Kila kitu kina mwisho wake. Hata mechi hawaulizaji bwana dakika 70 vipi? Watu wanauliza bwana ilishaje mechi? Ilishaje mechi shaka wangu? Kwenye mpira tunauliza hivyo. Haulizi bwana mambo shida, hayo mengine ni kama by the way. Lakini mwisho ilikuwa anaonesha kwamba mwisho ndiyo penye kufanya kila kitu. Ukikosea mwisho umekosea chote. Hata hizi 20 zilizopita huko na kwa mna lolote. Yaani tufanye kwa mfano. Tujalie kwamba wewe umeswali swala zote za siku 20 msikitini za jamaa. Umefunga siku zote 20.
na umefanya mambo ya kheri mengi siku zote 20. Hivi ukiacha kufunga hizi siku 10 hapa, hizo 20 za kusaidia nini? Yaani tuache saa hizi, acha kufunga kuanzia kesho, anza kula mchana. Hizo 20 ulizozifunga zitakuwa zimekusaidia nini? Hiyo sadaka uliyoitoa kutwa mzima huko na mambombo mengi imekusaidia nini? Kwa sababu Ramadhani haijaisha wewe umeanza kula. Haiwezekani, huwezi kupata chochote. Kwa hiyo kitachozingatiwa hapa ni hapa tunapokwenda mbele. Al-umur ya jamaa bil khawatim. Mtume alikuwa anaomba dua hasa, Mungu naomba ujaalie matendo yangu mazuri yao yale ya mwisho. Umri wangu niutumie vizuri pale mwishoni. Na siku yangu bora kabisa katika siku zangu za uhai iwe ni siku ambayo nakutana na wewe ukiwa radhi na mimi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaomba hivyo. Kwa hiyo masiku haya yana mambo ya kumalizia. Tumalizieni vizuri. Tuongezeni pale ambapo tunahisi pana mapungufu. Lakini masiku haya yana Lailatul Qadri khairu min alf shahr. Yana usiku ambao usiku huo ni bora kuliko miezi 1000. Sio ni bora sawa sawa na miezi 1000. Kuna shekhe watu wanasema kwamba unajua unakuwa umefanya ibada siku 80 miaka 83 na miezi 4. Sio hiyo. Mungu hajasema hivyo. Amesema min alf shahr. Hajasema Lailatul Qadri ka alf shahr. La wa alf la. Bal qala sarihan min alf shahri. Mimi na kazi maalum, mbona mimi naitafsiriwa hapa? Yani kwamba siku yenye cheo, siku yenye hadhi ni siku ambayo ni zaidi ya miezi 1000. Kwa hiyo unaweza kuweka hata miezi 10,000, unaweza kupeleka hata miezi 3000, unaweza kusema ni miezi labda 20,000. Idadi iko wazi kabisa pale. La hudud wala nihaya min alf shahri. Hiyo siku mabwaki ni siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam namaliza. Mtume siku hiyo maskini aliambiwa jaa Jibril wa huwa fi baitihi. Alijiwa na Jibril katika 10 hili akiwa ndani. Mtume akaja akaambiwa na Jibril yawm yani bihaddihi, yani kwa hasa siku yake maalum. Akaambiwa bwana ni siku maalum. Wakati anaambiwa maneno haya akasikia rajulaini yatalaha. Akawasikia watu wawili msikitini wanazozana. Msikiti wa Mtume na nyumba yake vinapakana. Yaani kama sisi tuko hapa, huko mtu unasikia watu wanaanza kutukanana, huko matusi mapya kabisa wanatoka kwenye makaratasi. Mtume akawasikia watu wanazozana, watu wakubwa, tena walikuwa wanadaiana, mambo ya kudaiana haya. Mmoja anamwambia wallahi unipe hela yangu wewe mal'un. Yule mwingine anasema shekhe, muda bado. Mimi nitakupa lakini muda bado. Sasa wewe utanipa hela yangu, mimi muda bado. Wakawa wanazozana. Mtume akashangaa, watu wanazozana msikitini, sehemu ambayo ni ashrafu biqa'i 'ala al-ardh, sehemu ambayo ni tukufu katika dunia ni misikiti. Watu wanakuja, mzozo umewashinda njiani, wameshindana mitaani, wameshindana majumbani, wanakuja kufanyia mzozo msikitini. Kitu ambacho sasa hivi kimeenea sana katika dunia yetu hii. Watu kuzozana msikitini, watu kupiga story msikitini, watu kupiga gumzo msikitini, watu kuangalia mapicha ya ajabu msikitini, watu kusikiliza sio maklipu mbalimbali msikitini. Yaani msikitini Mtume amesema kati ya adhana na iqama pale kuna dua inajibiwa, na huko ndani ya swala tayari. Watu sasa hapo ndio wamefikia hatua wanafanya mambo ya ajabu kabisa. Na hii naomba tutoe onyo kabisa, ni marufuku mtu kufanya fujo msikitini. Miongoni mwa sababu zilizopelekea Lailatul Qadri kaondolewa ni matukio ya maugomvi misikitini. Msikitini sio sema kugombana. Tumepata shida. Sasa tulikuwa watu tulale tu. Ilikuwa kuna haja tunasubiri tusiku wetu alituambia Mtume saa 25, tunapiga zetu 23 tumaliza, tumepata Lailatul Qadri khairu min alf shahr. Lakini kwa watu mizozo misikitini, watu kugombana, watu kutukanana, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaja akawaambia nyie mambo gani, akawakemea. Akhalafa akasema Jibril alikuja kuniambia siku ya Lailatul Qadr, walakin rufi'a, imeondolewa sikumbuki tena. Kwa hiyo iltamsuha fi 10 al-awakhir min Ramadan. Ndio Mtume akatoa kauli hiyo, akatoa fatwa, akasema sasa mtabidi muitafute wenyewe
mwana kuligeti sijui, mwana kuligatu nini, sijui mwana kulifind, mmetafuta wenyewe mtalipata, kutafuta mwana kulipata. Mmetafuta bala, mtatafuta wenyewe kwenye siku 10 zote ndani ya Lailatul Qadr la ashr al-akhir min Ramadhan. Kwa sababu ya ujinga na ukorofi na magomvi na nini, ni kama vile adhabu tulipewa, kama demotion tumepewa kama, yani ni kama mtu tumepata adhabu. Ilikuwa ni siku maalum, lakini kwa watu kutokuheshimu misikiti, watu kufanya misikiti ni sehemu ya kama kijiwe, kusema ni kama sehemu ya kutafuta, yani sehemu kama mazoea, kama nyumbani kwake, kufanya kama yeye ndio mwenyeji wa msikiti. Mtu anafikia tu msikiti na kufanya kama nyumbani kwake, kama yeye, yani vitu mnaswali tarehe hapa, watu nyuma yenu wanazungumza, wanacheka, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mtu anapokea simu msikitini wakati wengine wako na swali. Sawa, hiyo milioni tuma kwenye namba hiyo. Mtu hana tamia huko. Sheikh, unafikia swali tena wewe? Yaani wewe unazungumza milioni tuma kwenye namba hiyo, alafu wenzio hata tamia huko. Sheikh, mambo gani unatuletea Sheikh? Unavuruga swala za watu Sheikh, watu wanasema sisi nikimaliza hapa nikamuombe yule. Mtu anaweza kupiga mahesabu za katikati ya swala, kama nikitoka hapa namuomba yule jamaa. Mambo mengine sio lazima uyasemee msikitini. Nenda pembeni, kuna mikungu huko, kuna mapera. Kaongee mambo yako ya fadha na madili zako, sio msikitini. Msikitini Lailatul Qadr iliondolewa na Mtume na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mizozo misikitini. Mungu atulinde na mizozo inshallah. Mabwana, Lailatul Qadr fiha yufraq kullu amrin hakim. Mtu yeyote mabwana, labda alikuwa afe mwaka huu, amuombe Mwenyezi Mungu ampe umri ndani ya Lailatul Qadr, ambazo ni hizi siku 10 tutaitafuta. Mtu anaweza akabadilishiwa siku yake ya kifo ikaongezeka, umri wake ukaongezeka. Mtu aliyekuwa maskini miaka mingi, anaweza Mungu akamfungulia maisha yake akabadilika. Aliyekuwa na maradhi akabadilika akawa mzima. Aliyekuwa mjinga, Mungu akampa ilmu, akampa milango na njia za kutafuta ilmu. Aliyekuwa hakubaliki akakubalika. Aliyekuwa hajaoa hajaolewa akaanza kuna yeye kukubalika kuoa ama kuolewa. Aliyekuwa hana watoto, aliyekuwa fahal min kadha fahal min kadha. Sasa mabwana, kama pia mtachelewa siku 10 zikapita, fala talumanna illa anfusakum. Isitokee mtu anampigia shekhe dua nini simu, shekhe ile dua haijajibiwa, wewe mwenyewe mbona hujajibiwa kwenye mwezi huu na siku 10? Mimi shekhe ndio ninajibiwa peke yangu, wewe mwenyewe pia. Fala talumanna illa anfusakum. Hakuna mtu kulaumu. Kama una tatizo lako, wewe mwenyewe una fursa ya kumwambia Mungu. Aya ya kuja kumwambia shekhe hajajibiwa, naona mambo ndio yanazidi kuharibika. Shekhe, ni kwamba wewe mwenyewe pia umeshindwa kutumia fursa. Umeshindwa kutumia muda sahihi wa kuongea na Mungu. Tuongeeni na Mungu kwenye 10 hili. Hili ni 10 ambalo lina Lailatul Qadr. Na Mtume akatusaidia tena kidogo, akaona iltamsuha fi ashr al-awakhir min Ramadhan. Mtume akasema sasa katika hadithi nyingine, iltamsuha fi al-autari. Basi akaturahisishia, tafuteni usiku huo kwenye siku za witri, tarehe 21, 23, 25, 27, 29. Sasa basi shughuli inakuja. Leo mimi ni siri yangu, leo ni tarehe ngapi nimefunga? Maana humu tuna watu tuna siku 21, tuna watu tuna siku 20, sio ngapi sijui. Ziko watu kwa watu mpaka 24 wamo humu. Yaani ni vituko vingi sana. Sasa tunafanyaje? Tunarudi pale pale kwamba 10 lote tulitumieni kwa vyovyote. Lailatul Qadr ipo kwenye 10 hili. Siku 10 kuna nini bwana? Tusali, na haswa kwa uchache kabisa, ili uipate Lailatul Qadr kwa uchache kabisa, ala al-aqalli, kwa uchache kabisa. Swali swala ya Isha kwa jamaa na swala ya subhi kwa jamaa. Laqad adrakta Lailatul Qadri ala al-aqalli. Kwa uchache kabisa, swala ya Isha msikitini kwa jamaa, na swala ya subhi jitahidi uswali msikitini kwa jamaa. Hayo ukiyafanya kwa hizi siku 10, umepata Lailatul Qadr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.